waliopanga hili, Mungu awabariki. Amina. Unajua masomo na semina kwa watendakazi wa Mungu, kadiri Mungu alivyotuita na kutukabidhi masomo na majukumu mbalimbali, pia kuwa tunahitaji masomo ya namna gani tutekelezeje majukumu ambayo Mungu ametupatia. Ukisoma kitabu cha Marko vile vile na kitabu cha Luka, Yesu alipowatuma watendakazi wale wainjilisti 70, walienda wakafanya kazi kwa mafanikio makubwa. Waliwafukuza mapepo, waliwaponya wagonjwa, walihubiri Injili na watu wakawasikiliza. Lakini waliporudi, Yesu akawaambia, nenda pembeni, tuko pamoja, mkapata kupumzika padogo. Maandiko katika kitabu cha Roho cha Tumaini la Vizazi Vyote yanafafanua kwamba mapumziko hayo Yesu aliyowaagizia wanafunzi wake hayakuwa mapumziko ya kujifurahisha kimwili, tuko pamoja, bali ilikuwa ni nafasi ya kuzungumza namna gani watende kazi ya Mungu kwa ufanisi zaidi. Si kweli? Ni kweli. Sio kwamba mnakwenda kuwa watumishi wa Mungu baada ya semina hii, lakini hata kabla ya hapo mmekuwa watumishi wa Mungu. Lakini kama watumishi wa Mungu tunahitaji kuwa na semina za mara kwa mara na mazungumzo ya mara kwa mara na masomo ya mara kwa mara, ili kujua namna gani ya kufikia ushindi, ya kufanya kazi ya Mungu aliyotupatia kwa ufanisi zaidi. Amen. Baada ya hapo sasa tutajifunza neno ambalo linasema neno tunalotaka kujifunza, tunataka tujifunze kuulinda wito wa Injili, kulinda umuhamagaro w'ubutumwa bwiza. Tuko pamoja? Sijui Kiingereza wanasema necessities to keep gospel vocation alive, hatua zinazohitajika ili kuulinda wito wa Injili uliomo ndani yetu. Tunaelewana? Somo letu litakuwa limejengwa juu ya kitabu cha pili cha Petro sura ya 1 na fungu la 10. Kwa kuwa muda tuna mfupi wa kujifunza, hatutakuwa tunakawia sana. Petro wa pili sura ya 1 na fungu la 10, hapo ndipo tunataka kujenga somo letu. Kulinda wito wa Injili. Umefika? Ndiyo. Tusomee. Petro wa pili 1 mstari wa 10. Kwa hiyo ndugu, jitahidini zaidi kufanya imara kuitwa kwenu na uteule wenu, maana mkitenda hayo hamtajikwaa kamwe. Mumesikia? Mungu anapotuita na Mungu anapotutaua, tuko pamoja? Sio Mungu anakuja kuimarisha wito wetu na uteule wetu. Hapo mnanielewa? Sisi wenyewe ambao tumeitwa, sisi wenyewe ambao tumeteuliwa, ndipo tunabaki na jukumu la kuulinda wito wetu na kuulinda uteule wetu ili usije ukadhoofika. Naomba usome fungu hilo vizuri. Lisome tena. Hii ndiyo msingi wa yale yote tunayokwenda kuyajifunza. Nasema hivi. Kwa hiyo ndugu, jitahidini zaidi kufanya imara kuitwa kwenu na uteule wenu, maana mkitenda hayo hamtajikwaa kamwe. Asante sana. Kwa hiyo kuitwa na Mungu na kuteuliwa uwe mtendakazi katika tawi fulani la kazi ya Mungu sio garanti kwamba umefika unakokwenda. Tuko pamoja? Wito huwa una mambo ya kuua. Tuko pamoja? Yapo mambo mengi yanayotokomeza wito wa mtu, yanayomaliza wito wa mtu, yanayodhofisha wito wa mtu,
Ndiyo maana walioitwa na kuteuliwa wanabaki na jukumu la kuulinda wito na kufanya kuwa imara. Tuko pamoja? Hata kama tayari umeitwa, hata kama tayari umeteuliwa, lakini kwa upande wako unapopuuzia kuufanya imara wito wako, basi utadhoofika na utatokomea na hatimaye utakufa kabisa. Si hapo tumeelewana vizuri? Kabla ya kuwauliza na kabla ya kusoma mengine, nyinyi wenyewe si kuna watu mnaowajua ambao wamekuwa wameitwa na Mungu, ambao wamekuwa na karama zinazowabariki, lakini kwa sasa wakiwa hawasimami tena? Tuko pamoja? Karama walizokuwa nazo, wito waliokuwa nao, tuko pamoja, ulikuwa ni wa kweli na ni wa uhakika. Lakini waliposhindwa kuufanya wito wao uwe imara, kuufanya uteule wao uwe thabiti, ukadhoofika hatua kwa hatua, hatimaye ukazima kabisa. Na hilo ndilo Petro alilowakumbusha washiriki wa kanisa aliyowaandikia kwamba, ndugu zenu, jitahidini kuufanya wito wenu uwe imara. Sasa tunakwenda kujifunza hatua kama 5 zinazoimarisha wito ndani ya mtu. Tuko pamoja? Hatua ya kwanza, ili wito wako usije ukafifia, ili wito wako usije ukazima, kuna mambo 5 unayotakiwa kuyazingatia. La kwanza ni kumpenda Yesu na kuthamini kafara yake. Tumeelewana vizuri? Kumpenda Yesu na kufanyaje? Kuthamini kafara yake. Na kuthamini kafara yake. Tunaposoma maandiko matakatifu, usipompenda Yesu Kristo moyoni, utalitii kanisa kwa kipindi fulani, lakini itakuja kuishia njiani. Tuko pamoja? Tusome katika kitabu cha Waibrania sura ya 12, tutasoma fungu la 2 na la 3. Kumpenda Yesu Kristo, kumpenda Yesu, kuithamini kafara yake, ndiyo hatua ya kwanza inayoulinda wito na kuendelea kuwa imara, wala wito huo usije ukafifia wala kuzima. Waibrania tutasoma sura ya 12 fungu la 2 na la 3. Maandiko yanasemaje? Umefika? Ndio. Mungu akubariki. 12 ni mstari wa 2 na wa 3. Maandiko yanasema, tukimtazama Yesu, mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu, ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake aliustahimili msalaba na kuidharau aibu, naye ameketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha Mungu. Fungu la 3. Maana mtafakarini sana yeye aliyestahimili mapingamizi makuu namna hii ya watendao dhambi juu ya nafsi zao, msije mkachoka mkizimia mioyoni mwenu. Jamani, watu wa Mungu, mnanisikia? Tunajifunza kulinda wito usififie, usizime wala usikufe, si ndio? Ndio. Hatua ya kwanza inayoulinda wito wa mtu, amtumikie Mungu tangu ujanani mpaka awe mtu mzima, mpaka awe mzee, akiwa hajapoteza utamu wa kumtumikia Mungu. Tuko pamoja? Hajapoteza utamu wa kufanyaje? Hajajuta kwa nini ameitwa hivyo. Hatua ya kwanza inayoimarisha wito huo ni kumpenda Yesu Kristo na kufanyaje? Na kuithamini kafara yake. Kuithamini kafara yake. Na hili ndilo Paulo alilowaandikia Waibrania. Unajua, pindi wakati Paulo anaandikia Waibrania,
fungu hili ukitaka kusoma vizuri, anzia kitabu sura ya 10. Waebrania walikuwa wamekata tamaa, akawaambia zikumbuke siku za zamani mlipostahimili mashindano makubwa juu ya nafsi zenu, pindi mlipokuwa mnateswa pamoja na wateswao, pindi mlipokuwa mnakubali kwa furaha kunyang'anywa mali zenu, si ndio? Akaendelea kuwahimiza sasa, akawaambia tukaze macho kwa Kristo aliye mwanzilishi na kuhitimiza imani yetu, ili tusije tukachoka na kuzimia nafsini mwetu. Tuko pamoja? Hata kama semina zikiwa nyingi, lakini endapo upendo wako kwa Yesu utapungua. Tuko pamoja? Endapo thamani unayoithamini kafara ya Yesu itapungua ndani mwako, hata kazi yako kwa Mungu itapungua, hata upendo wako kwa Mungu utapungua, hata juhudi zako za kumtumikia Mungu na kuwatumikia wengine zitafanyaje? Zitapungua. Ndio maana maandiko yanasema tumtazame Yesu mwenye kuanzisha na kutimiza imani yetu, ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake aliustahimili msalaba na kuidharau aibu. Tuko pamoja? Sio kwamba alikuwa haona aibu, lakini aliona aibu, alidharau aibu ili afikie kila alichokuwa anafanyaje. Kutazama hapo tu ndiko kunakuwa maji yanayomwagilia mbegu ya witi iliyo ndani yetu, ili sije kanyauka na kukauka hatimaye. Tumeelewana vizuri? Amen. Fungu la 3. Hivyo mtafakarini sana yeye aliyestahimili mapingamizi makuu namna hii ya watendao dhambi juu ya nafsi yake, ili msije mkachoka na hatimaye kuzimia nafsini mwenu. Mmesikia? Kinga ya kujikinga ili usije ukakauka kiroho, usije ukanyauka kiroho. Upendo wako kwa Mungu uendelee kustawi. Wito wako usije ukafifia au kuzima, ni kumpenda Kristo na kuithamini kafara ya. Tuendelee kusoma waraka wa kwanza wa Yohana, tutasoma sura ya 4 na fungu la 19. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 na fungu la 19. Maandiko yanasemaje? Sisi twapenda kwa maana yeye alitupenda sisi kwanza. Mumesikia vizuri? Sisi tunampenda maana yeye alitupenda sisi kwanza. Hiyo ndiyo injini inayosukuma mtu kumtumikia Mungu. Ndiyo injini moteri, si ndio? Inayosukuma mtu kumtumikia Mungu na kufanya wito wake uendelee kunawiri. Tuko pamoja? Anasema tunampenda maana yeye ndiye alitupenda kwanza. Tunapopoteza utambuzi wa upendo Yesu aliyotupenda na kubaki kumtumikia kama bosi, lakini sio kama baba, tuko pamoja? Na kuambia wito utapoteza nguvu zake taratibu na hatimaye utafifia kabisa. Teras, tuko pamoja? Teras. Tuendelee. Maandiko hapo tuko pamoja? Nataka sasa nithibitishe na hili kwa roho ya unabii. Tumesema tutajifunza hatua 5. Hiyo ni ya kwanza. Kitabu cha Desire of Ages, Tumaini la Vizazi Vyote, sura ni ya 52, Kiingereza ni 480. Tusome maneno haya msikie. Tunasoma Desire of Ages, Tumaini la Vizazi Vyote, ya 52. Sasa sikiliza. Kiingereza 480 paragrafu ya 3. Hapo ni Kiingereza.
lakini Kiswahili mtaangalia sura ya 3. Maandiko anasema hivi. Fundisho la 52. It is not the fear. Aha, soma hapo, mimi nitaweka kwa Kiswahili. Ni page ya 480, ni paragraph ya 3. It is not the fear of punishment or the hope of everlasting reward that leads the disciples of Christ to follow him. Maandiko yanasema wanaomtumikia Kristo, wanaofuata Kristo kikweli kweli, si ndio? Hawamfuate kwa sababu ya kuogopa adhabu au kwa sababu ya tumaini la thawabu ya milele watakayopewa. Endelea. That leads the disciple of Christ to follow him. Hayo sio yanayowafanya watu wamfuate Kristo. They behold the Savior's matchless love, bali wanautazama upendo wa Yesu sio na kikomo, revealed throughout his pilgrimage on earth, kama ulivyoonekana katika maisha yake ya hapa duniani, from the manger of Bethlehem to Calvary's cross, kutoka kwenye holi la ng'ombe la kule Bethlehem mpaka msalaba wa Kalvari. And the sight of him attracts, na kuyaona hayo huwa kunavuta mioyo yao. It softens and subdues the soul, huwa kunalainisha na kuwini mioyo yao, na kuguza mioyo yao. Love awakens in the heart of the beholders. Kuyaona hayo inafanya upendo uamuke ndani ya moyo wa mtu anayetazama hayo. They hear his voice and they follow him. Hivyo wanaisikia sauti yake na kumfuata. Amen. Tunasikia, tunaelewana wapendwa? Hebu nataka kuambia, sisi sote Mungu ametuita. Nani anataka wito wake ukomee miaka 10? Kuna anatamani hivyo. Nani anataka amtumikie Mungu miaka 20 alafu baada ya miaka 20 aache? Sisi sote nia yetu na tunachokitaka ni kumtumikia mpaka mwisho. Si ndio? Niwaulize swali lingine. Hakuna watu mnawajua waliokuwa wanatumikia Mungu kuliko wewe? Si ndio? Ambao ukipima kwa mzani wa akili yako unaona walikuwa wanampenda Mungu kuliko unavyompenda wewe. Si ndio? Yes. Lakini kwa sasa wakiwa wameanguka au wamekoma, hawaendelei. Safari yao ikaishia njiani. Tuko pamoja? Kwa nini sisi tusiogope kwamba labda na sisi kawa hivyo? Ukitaka kuweka kinga kwako hilo lisije likatokea, si ndio? Ukitaka kuweka kinga ili hilo lisije likatokea kwako, hatua ya kwanza ni kumpenda Kristo na kuidhamini kafara yake. Ndivyo hivi ambavyo vimeandikwa katika kitabu hiki kwamba wanaofuata Kristo kikweli kweli hawamfuati kwa sababu kanisa limesema. Tuko pamoja? Hawamfuati kwa sababu wanaogopa moto wa Gehenna mtakao waangamiza waovu. Hawatumikie Mungu kwa sababu wametumainisha kwamba tutapewa mavazi matakatifu, meupe na taji kubwa. Tuko pamoja? Sio matumaini ya thawabu ya milele watakayoipata, sio uoga wa adhabu itakayowaangukia wenye dhambi unaowasunika, bali wanatazama upendo wa Mungu kama ulivyodhihirika katika maisha ya Yesu hapa duniani, kuanzia holi la ng'ombe kule Bethlehem mpaka kwenye msalaba wa Kalvari. Kuyaona hayo na kuyaelewa inavuta moyo na kuugusa, na mtu anatakuwa tayari kusikia sauti ya Kristo na kujifuata kila anapomuongoza kwa. Tuko pamoja wapendwa? Hiyo hebu sisi tufanyie marekebisho
upendo wetu tunaompenda Yesu. Maana tukishampenda Yesu, na wito wetu utakuwa kana kwamba unamwagiliwa na mvua. Hautanyauka, hautakauka, hautadhaafuka na wala hautakufa. Tumeelewana vizuri? Si hilo tumeelewana vizuri? Napenda nisome kidogo kabla ya kuhama hapa. Yesu alipomwacha Petro, si ndio? Ni kisa kiko hata sitasoma. Yohana sura ya 21 fungu la 15 mpaka fungu la 18. Kabla ya kumwachia Petro jukumu la kuchunga kondoo na kuchunga wana kondoo, si mnakumbuka? Yesu alimpatia mtuani wa maswali matatu. Alimuuliza, Petro mwana wa Yona, Simoni mwana wa Yona, wanipenda? Akakiri kwamba Bwana, nakupenda. Akamuuliza mara ya pili swali lile lile. Akamuuliza mara ya tatu swali lile lile. Yesu alipothibitika kwamba kweli Petro anampenda, akamwambia chunga wana kondoo na chunga kondoo. Tuko pamoja? Alijua ya kwamba hata kama ana elimu kidogo, hata kama ana mapungufu ya hapa na pale, lakini kwa kuwa ananipenda, kazi ataiweza. Unajua, mtu asiyependa Yesu, bora mtu mwenye mapungufu lakini anayempenda Yesu upendo mwingi, kuliko mtu mwadilifu ambaye si rahisi kuona kosa lake, lakini upendo wake kwa Mungu ukiwa ni umepungua. Hapo tunaelewana? Katika kitabu cha Desire of Ages, tusome hili pia tuhame, alafu tuangalie hatua ya pili. Katika kitabu cha Desire of Ages, ukurasa wa 815, Desire of Ages, Desire of Ages, Tumaini 815, ndiyo kuna maneno haya. Sikiliza. Walikuwa wanafafanua ile swali alilomuuliza Yesu alilomuuliza Yohana, nani Petro, ya kwamba unanipenda? Fundisho la 88. Ndiyo. Sasa 85. Ni somo la 85 chapter. Peji ya Kiingereza ni 815. Tutasoma aya ya pili. Hebu nisoma haraka. Msikilize hapa. Maandiko yanasema, the question that Christ had put to Peter was significant. Swali Yesu alilomuuliza Petro lilikuwa na maana ya kina. Lilikuwa na maana ya nini? Ya ndani. He mentioned only one condition of discipleship and service. Yesu alitaja sharti moja analolihitaji kila mmoja ili kuhesabiwa kuwa mwanafunzi wa kweli na ili kuweza kumtumikia Mungu. Condition of discipleship and service. Ndio? Ufuasi na huduma. Anasema, lovest thou me? Je, wanipenda? Sasa sikiliza. Akifafanua jambo hili, Ellen White alisema, though Peter might possess every other, yet without the love of Christ, he could not be a faithful shepherd over the Lord's flock. Hata kama Petero angekuwa na karama zingine nyingi, lakini akiwa anapungukiwa na upendo anaompenda Yesu Kristo, asingeweza kuwa mchungaji mwaminifu kwa kundi la Mungu. Knowledge, benevolence, eloquence, gratitude and zeal are all aids in the good work. But without the love of Jesus in the heart, the work of a Christian minister is a failure. Elimu au ujuzi wa maandiko, kuwa benevolence, kuwa mkarimu. Tuko pamoja? Jambo lingine wanasemaje? Eloquent. Ufasaha wa kunena,
Tuko pamoja? Kuwa mnenaji. Kuna mtu anasema hata yule asiyeelewa anaelewa. Kuna watu wamejaliwa karama ya kuongea mpaka unaelewa. Lakini maandiko anasema elimu ya maandiko, ukarimu, tuko pamoja, na ile kipawa ya kunena mpaka wengine wanaelewa kwamba hayo yote ni mazuri. Lakini bila kumpenda Yesu, wito huwezi kuendelea kuwa hai. Wito huwezi kuendelea kuwa hai. Tumeelewa wapendo? Wito huwezi kuendelea kuwa hai. Si tunasoma Paulo alivyofanya kazi hii kwa mafanikio. Si tunasoma Paulo alivyofanya kazi hii kwa mafanikio. Alikuwa yeye hana mtu wa kumfanyia semina kumkumbusha. Bala alikuwa amechukulia kazi kama shamba kama lake mwenyewe. Lakini mnajua nini kilichokuwa sini ya mafanikio ya kazi aliyoifanya Paulo? Ni upendo mwingi aliyokuwa anampenda yeye. Tumalizie hapo. Wakorintho wa pili 5:14 na 15. Yaani siri ya iliyofanya kazi yake ifanikiwe, alimpenda Yesu upendo mwingi, alithamini sana kafara yake, basi naye akatolea maisha yake. Kila anapofanya anaona kazi imekuwa ndogo, anaona kazi imekuwa ndogo, hajamtumikia anavyotaka kumhitajia kwa kuzingatia yeye aliyomfanyia. Hayo macho tunayahitaji kama tunataka wito wetu kutokukauka, si ndio? Ndio. Haya, tusomee Wakorintho wa pili 5:14-15. 5:14 na 15. Maana upendo wa Kristo watubidisha. Maana tumehukumu hivi, ya kwamba mmoja alikufa kwa ajili ya wote, bali walikufa wote. 15. Tena alikufa kwa ajili ya wote, ili walio hai wasiwe hai tena kwa ajili ya nafsi zao wenyewe, bali kwa ajili yake yeye aliyekufa akafufuka kwa ajili yao. Mmesikia? Anasema upendo wa Kristo unafanyaje? Watubidisha. Unatubidisha. Upendo wa Kristo ulikuwa unafanyaje? Unamsukuma. Jambo hilo tunalihitaji kama tunataka kufanikiwa. Tuko pamoja? Wito wetu usije ukakau. Hatua ya pili. Hatua ya pili ni kuzipenda roho zinazoangamia. Love for perishing souls. Tunatakiwa kupenda roho zinazofanyaje? Zinazoangamia. Tuko pamoja? Kinachofanya mambo yaendelee kanisa, tufanye kazi kusukumwa, kupembelezwa, yani upendo wetu kwa roho zinazoangamia bado unapungua. Si ndio? Bado unapungua. Si unaona hapo kama tuko kwenye ibada, ikitokea pale nyumba ishike moto, si ndio? Sisi hatutasubiria tangazo. Kuanzia kwangu nitaweka chini Biblia twende kuzima moto, si ndio? Ili tuokoe na mtu asiungulie ndani, si ndio? Namna tunavyobidishwa na kuokoa huu uhai wa mwili, ndivyo hivi inavyostahili kutubidisha kuokoa roho za watu. Tunaelewana? Aha. Waraka wa kwanza wa Yohana, tutasoma sura ya 3 mstari wa 16 haraka haraka. Waraka wa kwanza wa Yohana, tusome sura ya 3. Hii ni hatua ya pili ya kuulinda wito usikauke, si ndio? Kuulinda wito wetu na uteule wetu usififie. Tusomee. Ni 3 mstari wa 5. Hivi hatua ya kwanza mmesikia ni kupenda roho zinazofanyaje? Zinazoangamia wapendwa. Soma. Ninyi mnajua ya kuwa yeye alidhihirishwa ili aziondoe dhambi, na dhambi haimo ndani yake. Hapana. Waraka wa kwanza wa Yohana 3:16. 16. 16. Kama isio.
Katika hili tumelifahamu pendo, ndiyo, kwa kuwa yeye aliutoa uhai wake kwa ajili yetu. Imetupasa na sisi kuutoa uhai wetu kwa ajili ya hao ndugu. Ubarikiwe sana. Hilo ndilo nilitaka. Maandiko yanasema hichi ndicho kinachodhihirisha upendo, kwa kuwa Yesu ametupenda na kutoa uhai wetu kwa ajili yetu. Malipo tunayoweza kumlipa sisi nasi ni kutoa uhai wetu kwa ajili ya wenzetu. Sasa niwaulize, tutatoa uhai wetu kwa ajili ya wenzetu kwa kutundikwa msalabani? Sio kwa kutundikwa msalabani, bali kwa kuacha faida zetu, kwa kukubali kuumia ili wenzetu wapate kuangaziwa na nuru itakayookoa roho zao. Tuko pamoja? Ukishindwa kufanya hivyo, umeshindwa kurudisha mkono kwa wema wa Yesu Kristo. Sijui Kiswahili, unajua kuna lugha zingine kwa lugha yetu wanasema ubunani iyunaniwe guhari inyungu zawe kugira ngo abandi babone agakiza. Ubunaniwe kwitura ineza Imana yakugiriye. Sivyo? Unaposhindwa kutoa, yani kukubali kuumia ili wengine wafaidike wokovu, basi umeshindwa kurudisha mkono kwa ule wema na upendo Yesu aliyotudhihirishia. Tuko pamoja wapendo? Ndiyo maana Mungu akatuita, ndiyo maana Mungu akatugawia vipawa na kutufanya tuwe mkono wake uwaokoao wengine. Kibaya zaidi, sisi hilo huwa hatulioni. Sisi hilo huwa tufanyeje? Huwa hatulioni. Unajua Yesu alipokwisha kufa msalabani, Mungu alimpatia zawadi, na hiyo zawadi sisi ndio tunapaswa kuipokea. Tusome Isaya 53 tutafafanua baada ya kusoma kitabu cha Isaya sikiliza zawadi ambayo Yesu amepewa na Baba baada ya kuwa amekufa msalabani. Na hiyo zawadi sisi ndio tulio na jukumu la kuiweka mikononi mwa Yesu. Utasoma Isaya 53, soma mstari wa 11 na 12. Hasa mstari wa 12 ndio mtawekea mkazo. Ataona mazao ya taabu ya nafsi yake na kuridhika. Ndiyo. Kwa maarifa yake mtumishi wangu mwenye haki atawafanya wengi kuwa wenye haki, naye atayachukua maovu yao. 12. Kwa hiyo nitamwawia. Hapo ndipo nataka. Kwa hiyo nitamgawia sehemu pamoja na wakuu. Nitamgawia sehemu pamoja na wakuu. Naye atawagawanya nyara pamoja nao walio hodari. Naye atagawana nyara pamoja na hao walio hodari. Kwa sababu alimwaga nafsi yake hata kufa. Akahesabiwa pamoja na hao wakosao. Asante sana. Nataka kufafanua neno hili. Atagawana nyara na wakuu. Nitamgawia, tuko pamoja, sehemu. Maana yake ni nini? Unajua baada ya dhambi kuingia katika dunia, tuko pamoja, dunia yote kuanzia mtoto mdogo, kuanzia Adamu mpaka mwingine atakayezaliwa siku ya mwisho, tulikuwa sote tumegeuka kuwa mateka wa shetani. Yesu alipokubali kufa msalabani, baada ya kukamilisha, Mungu akasema sasa mtagawana na shetani. Hata wachukua wote mtafanyaje? Mtagawana. Tunaelewana vizuri? Akasema sasa kwa kuwa Yesu amemwaga uhai wake hata kifo, shetani hata wachukua wote, akamupatia ruhusa, nenda mgawane. Terasi. Tuwe pamoja. Sasa sikiliza, Yesu alipopewa ruhusa kugawana, akatutuma sisi sasa tumgawanie. Si ndio? Ndio. Alafu sasa sikiliza, sisi tunagawana namna gani? Si unaona tunaweka bidii. Hebu nikuulize sana. Ukiwa wewe una watoto 10,
na huna shamba hata kidogo, si ndio? Sasa serikali ikatoa tangazo kwamba tumetoa mashamba ya bure, si ndio? Na kila mmoja achukue kadri anavyotaka. Lakini tangazo hilo likakufikia wewe ukiwa mgonjwa, ukatuma mtoto wako kwamba sasa serikali inagawa mashamba ya bure na mimi nina watoto 10 sina shamba, nenda ukachukue shamba. Mtoto akaenda ukakuta yeye wengine wamechukua kama eka 100, si ndio? Yeye akachukua kama eka 1 tu, si ndio? Siku ukipona uende uone kashamba kadogo amegawana, na alikuwa na ruhusu kugawana kadri anavyotaka, si mtoto huyu utamlaani? Si ni kweli? Utamlaani, maana atakuwa amekosea. Hivyo ndivyo Yesu tunavyomfanya. Yeye ametutuma duniani, yeye amepewa ruhusa na Yesu ya kwamba dunia yote ambayo ilikuwa imegeuka kuwa mali ya shetani, kwamba kwa kuwa yeye ametoa uhai wake hata kufa, shetani hatachukua dunia yote. Akasema mgawane sasa, si ndio? Yesu alipopewa ruhusa ya kugawana, akatutuma sisi twende tugawane. Sasa shetani yeye anaamuka mapema, maraya anawapeleka watembee uchi, ili atakaye watamani yote, au ameingia kwenye upande wa shetani, si ndio? Walevi anawanani. Lakini sasa hata kwenda kugawana ni kwenda saa moja kwenye wiki. Tuko pamoja? So naona kwamba tunamsaliti aliyetutuma kugawana. Tunamsaliti hatumsaliti? So naona kwamba tunamsaliti aliyetutuma kugawana. Ndiyo maana unaona wito ndani yetu unafifia. Wito wetu unafifia, unazima. Kwa sababu kwanza upendo wetu kwa Mungu ni finyu, na upendo wetu kwa roho ziangamizao nao haupo. Tunaelewana vizuri? Napenda tusome kidogo katika kitabu cha Desire of Ages. Hii hatua tuiache pia ili tuendelee kukomboa muda. Katika Desire of Ages nitasoma kurasa hii 417. Kitabu hiki muwe mnakipenda sana. 400 Desire of Ages 417. Katika sura hiyo maandiko yanasema hivi, 417. Maandiko yanasema hivi. Ni chapter ya 45. Nitasoma katikati ya hiyo paragraph ili tukomboe muda. Maandiko yanasema ni kwenye paragraph inasema nini? Okay. Paragraph inasema love for souls for whom Christ died. Sawa. Umepaona? Sasa juu yake kidogo katikati ya hiyo paragraph inayotangulia kuna maneno yanasema hivi: Jesus did not count heaven a place to be desired while we were lost. Umepaona? Yesu hakufikiria kwamba mbingu ni sehemu ya kupendeza kutamanika kama ataishi huko sisi tukiwa tumeangamia, tumepotea. Tuko pamoja? Ndiyo. Hebu niwapatie mfano. Simemsikia Kongo kuna vita. Ukiwa una ndugu yako au mtoto wako wa karibu unayempenda, si ndio? Akiwa yuko pale, tena unasikia eneo wanapopigania ni Kanaka, alafu upige simu yake haiingii, si ndio? Uwapigie majirani wauliza habari zake, waseme tuna wiki 2 hatujui habari yake. Tuko pamoja? Hata kama wewe uko hapa Nairobi, hata ukiwe na gorofa la kwako na chakula tele, utakuwa na hamu ya chakula, utalala na usinzie. Kwa nini usisinzie na hakuna malisasi? Kwa sababu ndugu yako naye mpenda yuko hatarini.
ndivyo na Yesu ilivyokuwa. Tuko pamoja? Akiwa huko mbinguni, malaika wakiwa wanaimba, maserafi wakiwa wanaabudu, kwamba alikuwa anasikia si mahali pa utulivu kama atakuwa huko na sisi tukiwa tunaangamia hapa duniani. Tuko pamoja? Tuendelee kusoma kidogo sasa, msikie. He left the heavenly courts for a life of reproach and insult and the death of shame. Akaacha nyua za mbinguni kuja kuishi maisha ya sida, ya kutukanwa na kutiwa aibu, si ndio? He who was rich in heaven's priceless treasure became poor, that through his poverty we might be made rich. Yule aliyekuwa tajiri kwa utajiri wa mbinguni alikubali kuwa maskini ili kwa umaskini wake tupate kuishi. Anasema we are to follow the path he trod in. Nasi tunatakiwa kupitia kandia haka alikokapitia. Kwa nini sisi tunasikia tuko salama wakati wenzetu wanaangamia hapa, si ndio? Wengine wanaangamia kwa ulevi, wengine wanaangamia kwa kumkufuru Mungu, wengine wanaangamia kwa kuacha dini na kuanguka. Tuko pamoja? Lakini sisi tunakuta hatuna habari, si ndio? Ndio maana inahitajika nguvu nyingine za kutusukuma, simwende mkawahubirie mkawaokoe, lakini ndani yetu hakuna nguvu inayotusukuma, maana hatuna huruma na roho zinazoangamia. Na kukosa huruma na roho zinazoangamia inamaanisha kwamba wito wako umeisha fifia, unakaribia kufa na kuzima kabisa. Tuko pamoja? Napenda nisome tena moja juu ya hili. Katika kitabu hicho pia cha Tumaini la Vizazi Vyote. Sasa tutasoma ukurasa wa ukurasa wa 815. 815 ndiyo ukurasa wa 825. Msikie jambo hili pia, si ndio? Ndiyo 815 ni haya ya 4. Pameandikwa hivi: Heaven stands indignant at the neglect shown for the souls of men. Mbingu huwa zinakasirika na namna gani watu wa Mungu wanavyokuzia roho zinazoangamia. Mbingu huwa zinafanyaje? Zinakasirika kuona watu ambao ni watu wa Mungu wanakuzia roho zinafanyaje? Zinazoangamia. Would we know how Christ regards it? Anauliza, je, mnataka kujua namna gani Mungu anaochukulia jambo hilo? Si ndio? China anasema hivi: How would a father and a mother feel did they know that their child lost in the cold and the snow had been passed by and left to perish by those who might have saved him? Anasema kama mnataka kujua namna gani mbingu zinavyochukulia kosa hilo, si ndio? Kwamba fikiria, mama na baba wanaweza kufikiria namna gani wakikuta mtoto wao amekufa kwa mvua. Tuko pamoja? Alafu majirani wamekuwa hapo wasimuokoe. Labda chukulia mfano, sisi sote tumetoka nyumbani tukiwa tumeacha watoto. Sasa lichukulie uliweke kwako, urudi nyumbani, alafu hapa mvua zinyeshe nyingi kabisa, si ndio? Alafu nyumbani umeacha umefunga mlango. Alafu mtoto apigwe na hiyo mvua, si hawezi kujifungulia mlango. Alafu haya nani ya maji ya nani ukute pale amekufa pale. Alafu jirani aseme, "Oh, kumbe nilikasikia, kumbe kanalia. Oh, sikujua. Kumbe ni haka." Huyo jirani utamchukuliaje?
Utamshughulikiaje huyo jirani? Sasa hivyo ndivyo mbingu wanavyotuona sisi. Jirani yako ni mlevi, jirani yako ni mzinzi, jirani yako ameacha kwenda kanisani, tuko pamoja. Lakini wewe hata huna habari kama yule jirani. Tuko pamoja. Maandiko nasema jambo hilo linakasirisha mbingu, na kinachofanya hali yetu iwe hivyo, wanaoangamia tusiguswe na maangamizo yao na uchungu wa kuangamia kwao, ni kwa sababu wito wetu umefifia. Ni wito wetu umefikia kwa sababu tumeshindwa kuulinda. Tumesoma kwamba tulinde wito wetu daima uwe imara. Haya, tumalizie tusome hatua nyingine. Hatua ya 3 ya kulinda wito usikauke. Hatua ya 3 ya kulinda wito usikauke ni kufikiria hatari itakayowaangukia wale wasio shirikiana na Kristo kuwaokoa wenye dhambi. Au mnafikiri ni amani tu? Si ndio? Wakati mwingine ukijua kwamba mtu akifia mbele ya nyumba yako, polisi itakufunga, si ndio? Hata kama mtu huyo humpendi, kwa kuogopa hiyo hatari itakayokupata, akianguka hapo utawezeka kumpeleka hospitali, si ndio? Si kwa sababu pengine unampenda, bali kwa kuogopa hatari itakayokupata kama akifia malangoni pa, si ndio? Sasa maandiko nasa anasema ukitaka wito wako usije ukakauka, ukitaka wito wako usije ukafifia, unazingatia hatari itakayokuangukia kwa sababu ya kutokushirikiana na Kristo kuokoa wenye dhambi. Ndiyo. Tusome Ezekieli 33 mstari wa 8 na 5. Haraka ndugu zangu. Ezekieli 33 fungu la 8 na fungu la 9. Maneno haya najua yanafahamika, lakini tumeyasahau, na kuyasahau ndio kunafanya wito wetu endelee kufifia na kudidimia. Nimwambiapo mtu mbaya, ewe mtu mbaya, hakika utakufa. Nawe husemi neno la kumuonya mtu huyo aiache njia yake. Mtu mbaya huyo atakufa katika uovu wake, lakini damu yake nitaitaka mkononi mwako. Mumesikia? 9. Walakini ukimuonya mtu mbaya kwa sababu ya njia yake, kusudi aiache, wala yeye asiache, atakufa huyo katika uovu wake, lakini wewe umejiokoa roho yako. Mumesikia hili? Nataka kuuliza sasa, maneno haya anaambiwa kina nani? Anaambiwa wa Protestant? Ni ya Wakatoliki? Ni onyo kwa Wakatoliki? Hapana. Si ni nyinyi? Wala sio kwa Wayahudi. Ni kwetu sisi. Tuko pamoja. Maneno haya tunapaswa kuyafikiria kwa kina. Mungu akimwambia mwenye dhambi kwamba we muovu kuangamia, utafanyaje? Utaangamia. Na wewe unyamaze kimya, usiseme lolote. Yule mwenye dhambi jirani yako, yule mwenye dhambi ambaye ameacha kanisa hapo, na mlikuwa mnakuja pamoja, na hujafanya effort, hujafanya juhudi yoyote kumrejesha, si ndio? Ataangamia katika dhambi zake, ndi Mungu anasema, lakini damu yake Mungu atauliza mkononi mwako, si ndio? Chukua pikipiki aje mtu, si ndio? Au waizi wauwe mtu hapa mlangoni, si ndio? Usipige simu, hebu tusisema hata kumuua mtu. Atoke Nairobi ana kifafa, si ndio? Mtu atoke Nairobi ana ugonjwa wa nini? Aanguke hapa mlangoni, na wewe useme kwani niyo mimi nimemsukuma? Na kweli sio wewe, umefanyaje? Alafu afie hapo hapo. Hujapiga simu polisi, hujatafuta ambulance mpeleke hospitalini, si ndio? Unasema kwani ndio mimi nimemsukuma? Ni kweli wewe hujahusika kabisa na kifo
Lakini polisi itakuacha? Itakuacha. Haitakuacha, bora hata amefia mlangoni mwa. Dhambi wanazozifanya wenye dhambi sio sisi tunaowatuma wazifanye, lakini maandiko yanasema Mungu atatuwajibisha endapo hatutafanya lolote kuwanusuru. Tuko pamoja? Na wito unapokuwa umekwisha kuzima ndani ya mtu, wito mtu anapokuwa ameshindwa kuulinda na kuhudumisha kuwa imara, maswali kama haya huwa hayamsumbui. Lakini maandiko yanasema njia ya kwanza ya kuulinda wito wetu kuendelea kuwa imara, hii hofu tunapaswa kuilinda, kuitazama daima mbele yetu, kujua hatari itakayoangukia wenye dhambi, itakayotuangukia sisi tusipofanya chochote kwa ajili ya kuokoa wenye dhambi. Kwa kweli tumemsikia ule mfano wa kama mtoto. Litazame mtoto wako umemwacha nyumbani, alafu mvua zinanyesha, anashindwa kufungua mlango, anapigwa, analia mpaka anashindwa kulia, roho anakata roho, si ndio? Ni waulizi, jirani huwa ndiye ameleta mvua? Ni swali la pili. Jirani huu umemwajiri kwamba amfungulie mtoto wako? Lakini je, jirani atahesabiwa kuwa hana hatia? Atakuwa na hatia kubwa, si ndio? Ndio. Atakuwa na hatia kubwa. Na sisi pamoja na kwamba wenye dhambi sio sisi tunaowatuma wazifanye, lakini ni jukumu letu kuwanusuru na kuokoa. Tuendelee kidogo, naona dakika zimebaki si chache sana. Maandiko yanasema kitabu cha Christian Service ni kitabu hiki cha huduma ya Kikristo. Ukurasa wa 91 unasema, how terrible it will be in the last great day to find that those with whom we have been familiarly associated are separated from us forever. Litakuwa ni jambo la kutisha kiasi gani siku ile ya mwisho kuona ya kwamba wale watu tuliozoeana nao tukaka nao kwamba tumetengana nao milele. Si nitakuwa ni jambo la kutisha? To see the members of your families, perhaps your own children, unsaved. Kuona watu mliokuwa marafiki zako, ndugu zako, majirani yako, pengine na watoto wako hawajaokolewa, si ndio? Mtu atajiuliza kwamba nilifanya nini mpaka wakashindikana. Tuko pamoja? Ni fundisho la 9, fundisho la 9 guhamagarwa gukanguka, ukurasa 91 paragraph 3 Kiingereza. Sasa tumalizie lingine linalo fanya mtu wito usikauke, si ndio? Ni kumtumikia Mungu ukiwa na dhamiri isiyo kushtaki jambo. Tuko pamoja? Kumtumikia Mungu ukiwa na dhamiri isiyo kushtaki nini? Tusome Timotheo wa pili 1:3. Ndiyo. Ningemalizia. Anasema tumalizie pale Christian Service. Anasema to find those who have visited our homes and eaten at our tables. Ni pale tulikokuwa tunasoma chapitile ya 9. Kuona wale waliotutembelea nyumbani, tuliokula nao pamoja kwenye meza zetu, kuwaona miongoni mwa waliopotea. Then we shall ask the question, kisha tutajiuliza swali, was it because of my impatience? Je, ilikuwa ni kwa sababu ya kutovumilia kwangu? My unchrist-like disposition, hali yangu ya kutokuwa Mkristo wa kweli? Was it because self was not under control? Ni kwa sababu siku utawala ubinafsi wangu, that the religion of Christ became distasteful to them? Kwamba dini ya Kristo ilikuwa ni chukizo kwao. Tuko pamoja? Tuache mambo ya kuangusha wengine kwa kielelezo kibaya.
Lakini watu wakati mwingine hata nao wakiona mambo ya dini huyathamini, wanasema haya ni bure, hata na mwenyewe afanye. Si ni kweli? Sasa kama una shamba na umeshindwa kulilima shamba, si ndio? Utaweza kuambia jirani yako kwamba ukilima utatajirika? Atakubali? Hawezi kubali. Una shamba lako, ni jirani na lako, si ndio? Alafu lako umeachilia, si ndio? Utakwenda kumfundisha kwamba ili shamba lako ukilima wewe utakuwa tajiri, atakubali? Huku na wewe lako hujalilima. Na sisi watu wanapoona kwamba tuko wadhaifu katika mambo ya dini, sijui leo umeenda, kesho hajaenda, tuko pamoja, hata haiwavutie wale wengine tunaoalika wakuje, si ni kweli? Nimewaambia la mwisho linalofanya wito usifanyeje, usikauke, ni kumtumikia Mungu ukiwa na dhamiri isiyokustahili, si ndio? Isiyokustahili. Tusomee Timotheo wa pili 1:3. Haraka tumalizie, naona dakika zangu zinafika mwisho. Timotheo wa pili sura ya 3 na mstari wa 1. Maandiko yanasemaje? Sura ya 3 mstari wa 1. Ni neno la kuaminiwa. Mtu akitaka kazi ya askofu. Hapana, ni Timotheo wa pili. Sura ya 1 mstari wa 3. Namshukuru Mungu nimwabuduye kwa dhamiri safi tangu zamani za wazee wangu. Kama vile nikumbukavyo wewe. Asante. Namshukuru Mungu nimwabuduye kwa dhamiri safi kabisa. Uyani unajisikia hakuna alichokutuma kukifanya hujakifanya. Hata ukienda kuabudu, hata ukienda kuomba Mungu, unaenda ukiwa ufanyeje? Niwaulize, kama mtoto umemtuma akakataa, si ndio? Alafu na yeye ana mahitaji ya kununua silipa, atakuwa na ujasiri wa kuja kuambia mama, nataka pesa ya kununua silipa, na umemtuma amekataa? Atakuwa na ujasiri huo? Hatakuwa na ujasiri huo. Na sisi tumwabudu Mungu kwa dhamiri safi, zikiwa dhamiri zetu hazitushuhudii makosa tuliyoyafanya, tusiyatubie. Majukumu Mungu aliyotutuma tukayakataa, si ndio? Hayo ndiyo mambo yanayoondoa dhamiri safi. Tunaelewana vizuri? Warumi pia tusome kitabu cha Warumi. Utatusomea fungu hili, tunaelekea mwisho. Kitabu cha Warumi sura ya 1 fungu la 9. 1:9. Kwa maana Mungu nimwabuduye kwa roho yangu katika injili ya mwana wake ni shahidi wangu, jinsi niwatajavyo pasipo kukoma. Siku zote katika sala zangu nikiomba nije kwenu hivi karibu, Mungu akipenda kuifanikisha safari yangu. Anasema Mungu ni mtumikiayo kania yani nia yake ilikuwa katika ile kazi anayoifanya. Yaani unapofanya kitu nia imo, si ndio? Umewahi kuona mtoto anasoma shule, si ndio? Kwao hawana pesa ya kumsomesha, si ndio? Lakini kwa sababu ana nia, tuko pamoja, huwa anakazana mpaka hatimaye anafikia lengo, kwa sababu tu ana nini? Ana nia. Hebu niwaambie, sisi sio maskini kuliko watu wote wa dunia, si ndio? Kwamba ndicho kisingizio cha kutokumtumikia Mungu na kumalizia kazi aliyotupatia. Tuko pamoja? Sio kwamba sisi ndio tuna maisha magumu zaidi ya watu wote. Si wako wengine ambao hawamtumikii Mungu lakini maisha magumu hata zaidi yetu. Tunachopungukiwa ni nia. Tunachopungukiwa ni nini? Ni nia. Hebu nia hii tuiombee, tuitafute, tena tuishikilie. Si ni kweli? Tumalizie kwa kusoma waraka wa kwanza wa Yohana. Waraka wa kwanza wa Yohana 3:21 tumalizie kabisa.
tunapokuwa na dhamiri isiyotushuhudia baya, tunamtumikia Mungu na nguvu zinapatikana. Yohana wa kwanza 3:21. Wapenzi, mioyo yetu isipotuhukumu, tuna ujasiri kwa Mungu. Ndiyo kabisa. Mioyo yetu isiyotuhukumu, tuna ujasiri kwa nani? Kwa Mungu. Kwa Mungu. Hebu tuwe na dhamiri safi, tupende Yesu Kristo na tuyathamini kafara yake, tuwapende wenye dhambi wanaoangamia, tuitazame hatari inayotungojea tusipofanya kazi pamoja na Kristo ya kuokoa wenye dhambi. Watoto wake wanapigwa na mvua inayowaangamiza. Tuko pamoja? Tunapaswa kufanya chochote kwa ajili ya kuokoa. Mungu atubariki kwa ajili ya Yesu, kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen.